Karibu mtazamaji wa Gift Online TV katika kukuhabarisha habari za kimichezo katika viunga mbalimbali. Na kwa siku hii leo ni kocha mkuu wa Yanga amesisitiza kuwa pamoja na kupata ushindi mnono wa bao 4-0 dhidi ya JKT Tanzania, bado kikosi chake kina safari ndefu ya kuifanya maboresho eneo la udhibiti mchezo wa kutumia vizuri nafasi zinazopatikana. Katika mchezo huo wa ligi kuu ya NBC Tanzania bara, kocha huyo alionyesha kuridhishwa na uwezo wa wachezaji wake wa kufunga mabao kupitia mbinu mbalimbali zikiwemo mipira iliyokufa, mashambulizi ya kushtukiza pamoja na pasi za ushirikiano. Bado sisi tuna timu inayojengwa na tuna kazi kubwa ya kufanya, hasa katika kudhibiti mchezo wa kutumia vizuri zaidi nafasi zinazopatikana, lakini katika mchakato huu wa kujenga timu ni jambo la kutia moyo kuona tunapata mabao kutoka katika njia tofauti. Haya ni maneno ya kwake kocha mkuu. Lakini mbinu za kutunza nguvu ya kudhibiti mchezo, kocha huyo raia wa Afrika Kusini alibainisha kuwa safu yake ya ulinzi kwa kutokuruhusu bao, clean sheet, ingawa aliamini kuwa walikuwa na uwezo wa kufunga mabao mengi zaidi. Akizungumzia sababu ya timu yake kupunguza kasi baada ya kuongoza kwa tofauti kubwa ya mabao, kocha alieleza kuwa haikuwa na haja ya kulazimisha mshambulizi kwa nguvu zote kutokana na ratiba inayobana ya mechi zinazofuata. Subira na umakini ni pale timu inapokuwa mbele ya mabao mengi na mpinzani akijiamini. Ni muhimu kuwa na subira badala ya kukimbilia mashambulizi yanayoweza kuongeza uchovu, lakini huhifadhi nguvu. Lengo ni kuwa na kupata matokeo chanya, huku wachezaji wakibaki na utulivu na nguvu kwa ajili ya mechi zijazo. Lakini kocha huyu alihitimisha kwa kuwataka